Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesisitiza mabalozi wanaokwenda kuwakilisha Tanzania katika mataifa mbalimbali kuweka kipaumbele na kuzingatia diplomasia ya kiuchumi kwa kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo nchini. Sema hayo alipokutana na mabalozi hao waliofika Ikulu Zanzibar kumwaga kabla ya kwenda katika vituo vyao vya kazi. Amewaeleza mabalozi hao kuwa Zanzibar sera kuu ni uchumi wa bluu unaoambatana na utalii. Hivyo ni vyema kuweka mkazo katika kuwashawishi wawekezaji kutoka mataifa hayo kuja kuwekeza nchini, kwani fursa zipo nyingi katika maeneo mbalimbali ya uwekezaji. Nisha kuwa Zanzibar iko tayari kupokea wawekezaji hususan katika uwekezaji wa miundombinu kama bandari, viwanja vya ndege, barabara, uvuvi na utalii. Eneo jingine ambalo Dr. Mwinyi amesisitiza ni kupata wafanyabiashara na wawekezaji katika zao la mwani na wafanyabiashara watakaowekeza na kununua karafuu ili kuongezea thamani mazao hayo. Sera yetu kuu ni sera ya diplomasia ya kiuchumi. Na ninapopata nafasi ya kukutana na mabalozi wa nchi za nje hapa walioko hapa Tanzania, wamekuwa mara zote wanasisitiza ya kwamba sasa hivi wamejikita zaidi katika masuala ya uwekezaji na biashara na si masuala ya misaada kama ilivyokuwa siku za nyuma. Kwa hivyo na sisi tuko tayari kwa uwekezaji na kwa biashara. Kwa hapa Zanzibar sera kuu ya uchumi wetu ni uchumi wa bluu, ukiwa unaongozwa na sekta ya utalii. Kwa hivyo maeneo yote mtakayokuwepo ni vizuri tukapata uwekezaji katika eneo la utalii, lakini maeneo mengine ya uchumi wa bluu ni kama uvuvi. Na kwa maana hiyo tungependa muizungumzie Zanzibar kwamba ni sehemu ambayo wanaweza watu wakaja wakaekeza katika upande wa utalii na upande wa uvuvi na mambo mengine ambayo yanahusika zaidi na sekta yetu hii ya uchumi wa bluu. Tunahitaji uwekezaji katika miundombinu. Hakuna maendeleo kama huna miundombinu, na hususan masuala ya bandari, masuala ya viwanja vya ndege, masuala ya barabara na masuala mengine ambayo ndio ambayo yana drive uchumi kwa ujumla wake. Kwa hivyo sisi tunatambua kwamba kwa kuwa sera yetu sasa hivi ni ya diplomasia ya uchumi, tunalolihitaji kutoka kwenu ni mkaisemee Zanzibar kama ambavyo mtakuwa mnaisemea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake juu ya fursa zilizopo katika pande zote mbili za muungano. Hakikisha mabalozi hao kwa serikali itaweka mfumo nzuri zaidi wa mawasiliano ili kuondoa urasimu wao kwa wawekezaji na kuongeza ufanisi. Tuko tayari kupokea wawekezaji katika sekta mbalimbali. Tuko tayari kupokea wafanyabiashara na zile Chamber of Commerce mkiweza kuzishawishi tukawakutanisha B2B ni jambo la msingi, kwa sababu mara nyingi wafanyabiashara wenyewe ndio wana drive masuala mbalimbali ya biashara na uwekezaji vile vile. Na upande wa biashara, sisi hapa Zanzibar zao letu kuu la biashara ni karafuu na mwani. Kwa hivyo tukipata wawekezaji au wanunuzi wa karafuu na mwani ni jambo ambalo tungependa mtuunganishe nao ili tuweze kuwa tuna masoko ya uhakika zaidi na tuweze kupata bei ambazo ni nzuri zaidi kuliko ilivyo hivi sasa, ambapo kutokana na kukosekana kwa soko la uhakika basi bado wakulima wanapata bei ambazo si nzuri sana. Balozi wa Tanzania nchini Sweden, Balozi Swahiba Mdeme, akizungumza kwa niaba ya mabalozi hao, amemhakikishia Rais Mwinyi kuyapokea na kutekeleza maelekezo yake kwa vitendo na kuitangaza diplomasia ya uchumi kikamilifu. Wenzangu, niseme tunakushukuru sana kwa muda wako, lakini tukuahidi kwamba maelekezo tuliotoa tutayazingatia katika kuhakikisha mahusiano yetu kati ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi tunazoenda kuwakilisha yanakuwa na manufaa. Tumepokea pia angalizo. Mabalozi walioaga ni pamoja na
Mhandisi Zena Ahmed Saidi ambaye anaenda Saudi Arabia, Balozi Cyprian John Lehemeja ambaye anaenda Zambia, Balozi Maulida Bwana Heri Hassan yeye anaenda Omani, Balozi Salim Othman Hamadi yeye anaenda Komoro, Balozi Swahiba Mdeme anaenda Sweden, Balozi Noel Emmanuel Kaganda anaenda Korea, na Balozi Musa Hajali naibu mwakilishi wa kudumu Umoja Mataifa New York. Kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.